Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kiasi cha shilingi milioni 45.7 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Kibaya iliyoko wilayani Handeni mkoani Tanga. Wakizungumza kwa hisia ya shukrani, wananchi wa kijiji cha Kibaya wameeleza kuwa kukamiliwa kwa zahanati hiyo ni ukombozi mkubwa. Wazazi wanajifungulia, kwa mfano anashikwa na uchungu, anajifungulia njiani kabla hajafika hospitali. Sasa tunashukuru sana. Hivi mtoto anaumwa usiku, yani tulikuwa tuna changamoto, unatoka hapa mpaka kule zahanati kufika madaktari mpaka uende nyumbani kwao, kwamba unagonga mlango, mtu anaweza kuwa aseme huyo ni nani, mpaka mtoto analegea, huwezi jinsi ya kufanya. Nashukuru sana kujengwa zahanati. Tulikuwa tunateseka sana sisi wajawazito, wakina mama tukijifungua tunajifungulia njiani. Kwa hiyo tunashukuru, tunaomba Mama Samia utusaidie, hii jengo liishe ili tuachane na adha hizi za kujifungulia njiani. Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri, mradi huu uendelee, kwa sababu zamani ilikuwa tunateseka sana. Yaani ilikuwa tunazalia mpaka njiani. Unakuta unaumwa na uchungu, ukienda hospitali unamkuta daktari hayupo au nesi hayupo, inabidi umsubirie. Ukishamsubiria nakuta mtu kaishajifungua. Sasa pale inakuwa ni changamoto. Mkuu wa wilaya ya Handeni Dr. Kisaka Kachua amebainisha kuwa mradi huo ni wa kimkakati na kueleza kuwa pindi zahanati hiyo itakapoanza kazi itakuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya wananchi 5,000. Kijiji cha Kibaya kabla ya ujenzi wa zahanati haujaanza walikuwa wanatembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 5 kufuata huduma ambazo wanahudumiwa na vituo ambavyo viko Handeni mjini kwa sababu ya umbali uliopo hapa. Lakini kufuatia zahanati hii itakapokamilika itasaidia watu zaidi ya 5,000 kupata huduma katika eneo hili ambalo watakuwa wanapata huduma ndani ya kilomita 5 kutoka umbali wa eneo hili. Halmashauri ya wilaya ya Handeni ina jiografia kubwa, kwa hiyo japo tuna vituo vingi zaidi ya 62 vya serikali, lakini kwa sababu jiografia nao ni kubwa, bado watu wanapata huduma kwenye umbali unaozidi kilomita 5 tofauti na mwongozo wa serikali. Kwa hiyo kadri ambavyo wananchi wanahamasika, serikali nao inaongeza fedha katika umaliziaji. Kwa hiyo katika hatua ambayo zahanati hii ya Kibaya wamefikia ya karibia na boma kukamilika, tayari serikali imeshaleta fedha ya umaliziaji zaidi ya milioni 47 ambayo tayari ipo kwenye akaunti yao kwa ajili ya zoezi la umaliziaji. Na huo ndio mpango wa serikali. Wananchi wanapoonyesha nia, serikali inaweka fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za wananchi. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdurrahmani amepongeza hatua hiyo, huku akisisitiza kuwa rais amekisikia kilio cha kutembea umbali mrefu na sasa anajenga mazingira ya afya ambayo yatapatikana pale pale wanapoishi. Tumeona hatua ambayo inaendelea, na mimi nilisema kwa wananchi hawa wa kijiji cha Kibaya, kimbilio lao wao ni Chama cha Mapinduzi, ndio maana walikuja na wana imani kubwa sana na chama chetu kuhusu mradi huu. Wana imani kubwa sana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwahakikishie wananchi wa kijiji hiki cha Kibaya, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mradi huu utakamilika. Zahanati hii itakamilika, iwe jua linyeshe, liwe jua liwake, asubuhi, mchana, jioni, usiku, tutahangaika na mradi huu kuhakikisha unakamilika. Nyinyi wananchi, wakati wa uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikuja kuwaomba mkiunge mkono chama chetu ili tutakapounda serikali tuhakikishe tunaondoa changamoto zenu. Mojawapo ni kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya afya. Kukamilika kwa zahanati ya Kibaya kutaunganisha kijiji hicho katika mfumo wa kisasa wa utoaji huduma za afya, huku ukiimarisha ustawi wa jamii na uchumi wa wilaya hiyo kwa ujumla. Amina Omar, Daily News Digital.